Zimebaki saa chache wananchi Yanga kuteremka dimbani kucheza nyumbani mechi ya ligi kuu Tanzania bara itakayokuwa ya 17 kwao dhidi ya Tanzania Prisons ambayo yenyewe itakuwa inacheza mechi ya 18 ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu 2025-2026, mechi ambayo inatazamiwa kuwa na ushindani mkali kwa sababu Yanga watataka kuitumia mechi hii kurekebisha mwenendo wa mambo, kuwapa furaha mashabiki wao baada ya kuwasononesha katika mechi 3 zilizopita ambazo hawakupata ushindi wowote kwa mara ya kwanza kuanzia msimu uliopita mpaka msimu huu, au tuseme kwa siku za karibuni katika ligi kuu Tanzania bara kucheza mechi 3 mfululizo bila kupata ushindi, kwa sababu walishikiliwa kwa suluhu dhidi ya Azam bila katika mechi ambayo dakika 90 za mchezo Yanga walipiga shuti moja tu la kulenga shabaha. Walishikiliwa kwa suluhu pale kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha walipocheza na wenyeji TRA United katika mechi ambayo Yanga dakika 90 za mchezo hawakupiga shuti lolote la kulenga shabaha, lakini wakatoka sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar, mechi ambayo Yanga walibadilika na kushambulia sana. Dakika 90 za mchezo walipiga mashuti 10 ya kulenga shabaha, lakini ni mechi ambayo ilikuja kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Sasa leo hii wakiwa chini ya kocha Pedro Gonçalves, Yanga wanakwenda kucheza dhidi ya Tanzania Prisons ambayo hivi sasa inaongozwa na kocha Shadrack Nsajigwa, nahodha wa zamani wa Yanga, beki wa zamani wa Yanga, ambaye anajaribu kupambana leo hii kuona timu yake ikifanya vizuri, kwa sababu katika mechi 5 zilizopita Tanzania Prisons haikupata matokeo mazuri. Imeshinda mechi moja pale waliposhinda 3-2 dhidi ya Namungo, lakini ikatoa suluhu dhidi ya Azam na kufungwa mechi 3, na hivyo kuwafanya mpaka sasa ni miongoni mwa timu ambazo matokeo yake hayako vizuri. Kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara timu hizi zinaonyesha zinatoka katika ncha mbili tofauti. Yanga wako kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwamba licha ya kucheza chini ya kiwango chake katika mechi za karibuni na kupata matokeo yasiyozoeleka, lakini Yanga wako kileleni, wanaongoza wakiwa na pointi 38, lakini Tanzania Prisons ni wa pili kutoka mkiani, yani baada ya KMC wanaofuatia ni wao. Kwa lugha nyingine, wakishika nafasi ya 15 leo hii mechi 17 wana pointi 13. Ili paswa wawe na pointi 51 kwa sababu mechi 17 wangeshinda zote, pointi 3 mara 17 ni pointi 51. Kuwa na pointi 13 maana yake performance yao, ufanisi ni around 25%, jambo ambalo linawalazimu wafanye ya ziada kupata matokeo mazuri. Lakini kwa Yanga wako kileleni pointi 38, walipaswa kuwa na pointi 48 kwa sababu wamecheza mechi 16. Ni performance ya around 79%. Sio mbaya, nzuri, ndio maana wanaongoza, lakini kwa kiwango chao wenyewe Yanga bado hawajafikia kile ambacho huwa wanaonyesha, kwa sababu msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara wakati wakitoa ubingwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara Yanga walimaliza na pointi 82 kati ya 90 zitokanazo na mechi 30, performance ya around 91%. Leo hii performance yao 79%, wana kitu cha kufanya ili kurekebisha mwenendo wa mambo. Lakini Yanga kwenye kushambulia kulinganisha na Tanzania Prisons, Yanga wako vizuri. Mpaka sasa wameshafunga mabao 32, ndio timu inayoongoza kwa kufunga mabao mengi, lakini Tanzania Prisons ni timu ya 3 kwa kufunga mabao machache. Yaani kuna KMC wamefunga mabao 7, halafu kuna timu zilizofunga mabao 8, lakini yenyewe imefunga mabao 9. Lakini wamefanya hivyo kwa kucheza mechi 17. Wamefanya hivyo kwa sababu Tanzania Prisons miongoni mwa matatizo yake haifanyi majaribio mengi kuelekea kwa wapinzani. Ni miongoni mwa timu ambazo mpaka sasa mechi 17 majaribio waliyofanya hayafiki hata 80, kwa sababu mpaka sasa wameshapiga mashuti 72 tu, 38 amelenga shabaha, halafu akafunga mabao hayo 9. Lakini ni timu ambayo kwenye ukuta wake haiko vizuri pia. Ni miongoni mwa timu zinaruhusu mabao mengi, kwa sababu mpaka sasa mechi 17 wameruhusu mabao 19. Yani wastani wa zaidi ya bao moja katika kila mchezo, na kuwafanya wawe miongoni mwa timu zinaruhusu mabao mengi, kwa sababu KMC wameruhusu mabao 28. Kuna timu imeruhusu mabao 24. Kuna timu mabao 20. Ipo ya mabao 22, lakini wao wameruhusu mabao 19. Kwa hiyo miongoni mwa timu zinaruhusu mabao mengi ni Tanzania Prisons wa jela. Sasa leo hii wanakwenda katika mchezo huu dhidi ya Yanga wakijua kwamba wanapaswa kufanya ya ziada. Kwanza kuhakikisha hawaruhusu mashambulizi ya mara kwa mara ya Yanga kuelekea kwao, ili wasije wakajikuta Yanga wanajifariji kupitia wao kwa ushindi mnono. Lakini wakati huo washambuliaji wao akina George Mpole, akina Jeremia Mgunda wanafanya ya ziada katika kutafuta mabao, wakiwamo akina Kevin Sengati
Aruna Chanongo kuhakikisha wanapata matokeo mazuri katika mchezo wa leo hii. Haitakuwa mechi nyepesi hata kidogo, kwa sababu mechi iliyopita katika mzunguko wa kwanza wa msimu huu Yanga walipata ushindi bao 1-0 dhidi ya Tanzania Prisons pale kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, katika mechi ambayo Tanzania Prisons walicheza vizuri mno katika kuzuia, lakini Yanga ubora wa mchezaji mmoja ukawapa matokeo kutokana na mpira wa kutenga. Alipiga Alan Okello, golikipa wa Tanzania Prisons, ukamshinda akautema. Matokeo yake ukamkuta Laurindo Depo akauweka wavuni, na hivyo kuwafanya Yanga waondoke na pointi 3 muhimu katika mchezo ambao Tanzania Prisons kwa namna walivyocheza pengine watakuwa walijilaumu kwamba walistahili walau kupata sare katika mechi. Lakini leo hii sasa ndipo wanakutana tena. Timu zote mbili zina malengo tofauti. Moja ikipambane jikwamue kutoka kule chini ikiwa nafasi ya pili kutoka mkiani kama nilivyotoka kueleza, nyingine ikitaka kujiimarisha kileleni, na hasa kwa kujua kwamba wapinzani wake katika kuwania nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wanakuja kwa kasi. Azam wanakuja kwa kasi. Mechi yao ya mwisho wamewafunga Singida Black Stars mabao 2-1. Simba wanakuja kwa kasi. Mechi yao ya mwisho wamewafunga TRA ambao Yanga walitoka nao suluhu, Simba walishinda 3-0 na hivyo wako katika nafasi ya pili kwenye msimamo. Yanga wanatambua Simba wakishinda mechi zao zote na wao wakashinda leo hii, tofauti ya pointi baina yao itakuwa pointi 1. Kwa sababu hiyo wakiteleza, iwe kwa sare iwe kwa kufungwa, maana yake wanawapa nafasi watani zao wajadi Simba kwamba wakishinda mechi zao zote za kulingana idadi ya michezo na wao. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, naposema Simba wakishinda mechi zao zote na maanisha mechi za kufikia idadi sawa ya michezo na Yanga. Kama Yanga watashinda dhidi ya Tanzania Prisons, tofauti ya pointi baina yao itakuwa 1, kwa sababu Simba hivi sasa wana pointi 34, wamecheza mechi 15. Yanga na pointi 38, imecheza mechi 16. Maana yake wakishinda dhidi ya Tanzania Prisons, Yanga watakuwa na pointi 41, Simba wanabaki na pointi 34, lakini watakuwa na viporo viwili kufikia idadi ya michezo watakayocheza Yanga. Sababu Yanga wakicheza dhidi ya Tanzania Prisons itakuwa mechi ya 17, Simba kuwa na mechi 15, maana yake wana mechi 2 mkononi za kulingana michezo na Yanga. Kwa hiyo wakishinda utaongeza pointi 6, Simba watakuwa na pointi 40, Yanga pointi 41 endapo watashinda leo hii dhidi ya kikosi cha kocha Shadrack Nsajigwa. Sasa ikitokea wameshikiliwa kwa sare kama nilivyotoka kueleza awali au kufungwa, maana yake Simba ikishinda mechi zake, Simba hao wanakwenda kileleni. Sasa jambo hilo kocha Pedro Gonçalves bila shaka na wachezaji wake na mashabiki wao hawatakuwa radhi kulishuhudia, kwa sababu wao ndo wapo kileleni wakipambana kuhakikisha wanatetea taji lao la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo baada ya kulitoa mara 4 mfululizo. Sababu hiyo inafanya mchezo wa leo hii saa chache zijazo kutarajiwa kuwa wa kuvutia sana. Yanga pale mbele, washambuliaji wao Prince Pumelo Dube alikuwa akishambuliwa na majeraha, batarajio kuona kama akipata nafasi basi kuendeleza makali yake, lakini wapo akina Emmanuel Wamengo, lakini wapo akina Maxi pia Nzengeli, Alan Okello, Peudo Pacome Zouzoua, Clement Mzize Walid ameanza kufanya mazoezi, ameonekana katika timu ya Yanga wakijifua kuelekea katika mchezo wa leo, naye ni miongoni mwa wale wanaojifua. Atapata nafasi ya kucheza, hilo analijua kocha Pedro Gonçalves, lakini viungo wao kina Duke Abuya, akina Mudathi Yaya Bas wamekuwa kwenye kiwango bora wakiungana na walinzi wao. Hapa tunazungumzia kina Mohamed Hussein Shabalala, Israel Kimwenda, mabeki wa kati kina Frank Asing, tunazungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto, golikipa Djigui Diarra amesimamishwa michezo 3 kuona leo hii Abu Talib Msheli ama Hussein Masalanga wakisimama langoni. Itakuwa vipi? Hakika ni bonge la mechi, kwa sababu Tanzania Prisons kwenye eneo lao la kuzuia wapo akina Wema Sadoki, yupo mzoefu Salum Kimenya na wenzao wengine wakiungana na washambuliaji wao kina George Mpole, golikipa wao Musa George Mbisa kuhakikisha wanalipiza kisasi kwa kufungwa 1-0 katika mechi ya kwanza ya mzunguko wa msimu huu ili wapate pointi 3 muhimu na hatimaye kuongeza pointi walizonazo kutoka 13 kuwa 16. Ni mechi kali haswa kwa kuzingatia kwamba msimu uliopita mechi zote mbili Yanga walishinda mabao 9 dhidi ya Tanzania Prisons. Bao 4-0, bao 5-0. Je, itakuwa vipi katika mchezo wa leo? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.